Ndugu mtazamaji, karibu katika sehemu ya 6 ya simulizi hii nzuri ya kusisimua. Sehemu iliyopita tuliishia Nana, Doris na Amanda wamekamatwa getini na mlinzi, huku kiumbe wa ajabu akiwa ameondoka kuelekea kijijini kuoa mwanamke mwingine wa 38. Ni wakati wa hatari, ambapo matumaini ya uhuru yalionekana kufifia mbele ya macho yao. Naomba uwe nami mwanzo hadi mwisho, ili tuone muendelezo wa kisa hiki cha kusisimua. Je, mlinzi huyo atakuwa na huruma au atawarudisha gerezani? Na je, nini kitatokea kiumbe huyo atakaporudi? Majibu yote yanapatikana katika sehemu hii ya leo. Lakini kabla hatujaanza, naomba uchukue sekunde moja kubonyeza alama ya like, nenda kwenye sehemu ya comment uweke emoji ya bendera ya nchi yako, subscribe na share simulizi hii kwa marafiki zako, ili wajue nini kinaendelea ndani ya kasri hili la kutisha. Upendo wenu ndio unatuwezesha kuendelea kuwaletea simulizi hizi kila siku. Bila kupoteza muda, tuanze sehemu ya 6. Asubuhi ile kijiji cha Mtubi kilikuwa na shughuli nyingi zisizo za kawaida. Watu walikuwa wamekusanyika karibu na uwanja mkubwa uliokuwa katikati ya kijiji. Ngoma zilikuwa zinapigwa, watu walikuwa wamevaa nguo zao nzuri kana kwamba ni sherehe kubwa sana. Lakini nyuma ya shangwe ile kulikuwa na hofu kubwa ambayo wengi walikuwa wanaificha mioyoni mwao. Siku hiyo kulikuwa na tukio la ajabu na la kutisha. Kiumbe yule wa kutisha, aliyekuwa anaishi kwenye kasri la mbali, alikuwa amekuja kuoa mke mwingine. Watu wengi walikuwa wanajifanya kufurahia tukio hilo kwa sababu ya hofu. Hakuna aliyethubutu kupinga au kusema kitu kibaya kuhusu ndoa ile. Kila mtu alijua kuwa yule kiumbe alikuwa na nguvu na ukatili mkubwa. Mbele ya watu wote alisimama msichana mdogo sana. Jina lake lilikuwa Erika. Alikuwa na umri wa miaka 15 tu. Mwili wake ulikuwa mwembamba na uso wake ulionyesha wazi huzuni kubwa aliyokuwa nayo moyoni. Erika alikuwa amevaa gauni jeupe la harusi, lakini macho yake yalikuwa yamejaa machozi muda wote. Hakukuwa na furaha yoyote kwenye uso wake. Mikono yake ilikuwa inatetemeka huku akishika kitambaa kidogo cha kufutia machozi. Sababu iliyomfanya Erika akubali kuolewa na kiumbe huyo haikuwa kwa mapenzi wala hiari. Mama yake alikuwa anaumwa sana kwa muda mrefu. Ugonjwa wake ulihitaji matibabu ya gharama kubwa sana, ambayo familia yao maskini haikuweza kumudu. Madaktari walikuwa wamesema kama hawatapewa pesa za matibabu haraka, basi mama yake angeweza kufa muda wowote. Ndipo watu wa kiumbe walipokuja na pendekezo la kutisha. Walimwambia Erika kuwa kama angekubali kuolewa na bwana wao, basi wangewalipa pesa nyingi ambazo zingetosha kabisa kumtibu mama yake. Erika alikesha usiku mwingi akilia na kufikiria. Mwishowe aliamua kukubali. Alijua kuwa ndoa ile ingeweza kuwa mwisho wa maisha yake ya uhuru, lakini moyo wake ulimwambia kuwa kumwokoa mama yake ilikuwa muhimu zaidi. Sasa siku ya ndoa ilikuwa imefika. Wakati shughuli ikiendelea, Erika alikuwa anasimama kimya huku machozi yakimtoka mfululizo. Kila mara alifuta machozi yake, lakini yalizidi kuendelea kumtoka. Baadhi ya watu waliokuwa pale walikuwa wanamtazama kwa huruma. Walijua kabisa kuwa msichana huyo mdogo alikuwa anaenda kuingia kwenye maisha ya mateso makubwa. Lakini wengine hawakuwa na huruma hata kidogo. Walikuwa wanacheka na kupiga makofi kana kwamba ni sherehe ya kawaida. Muone alivyo na bahati, mtu mmoja alisema huku akicheka. Mtu maskini kama yeye leo anaolewa na tajiri mkubwa. Maneno yale yalikuwa kama visu moyoni mwa Erika. Alizidi kulia kimya kimya. Wakati huo huo, mbali na kijiji cha Mtubi, katika kasri lile la kutisha lililokuwa pembeni mwa bahari, hali ilikuwa tofauti kabisa. Pale getini, Nana, Amanda na Doris walikuwa bado wamepiga magoti. Mioyo yao ilikuwa imejaa hofu kubwa. Mbele yao alisimama mlinzi mmoja mwenye uso mkali aliyekuwa amewakamata wakitaka kutoroka. Machozi yalikuwa yanatiririka mashavuni mwa wanawake wale watatu. Walikuwa wamechoka, wamechafuka na wamejaa hofu. "Tafadhali kaka yetu," Nana alisema kwa sauti ya kuomba huku akitetemeka. "Usitupeleke kwa yule kiumbe." Amanda naye alisogea kidogo mbele, akiwa bado amepiga magoti. "Tafadhali tuone kama dada zako," alisema kwa sauti yenye huzuni. "Hatutaki kurudi tena ndani ya kasri lile." Mlinzi aliwatazama kimya. Macho yake yalionyesha kama mtu aliyekuwa anapambana na mawazo mengi kichwani. Doris aliyekuwa na mimba alishika tumbo lake taratibu huku machozi yakimtoka. "Tafadhali kaka yangu," alisema kwa uchungu. "Muonee huruma, hata huyu mtoto aliye tumboni hana hatia." Aliposema maneno hayo, sauti yake ilitetemeka sana.
Nimepoteza mtoto wangu wa kwanza tayari, Doris aliendelea kusema huku akilia. Sitaki mtoto huyo naye afe mikononi mwa yule mnyama. Maneno yale yalifanya ukimya mzito utawale pale. Mlinzi aliwatazama kwa muda mrefu bila kusema kitu. Ndani ya moyo wake kulikuwa na vita kubwa sana. Alijua kabisa kama angewasaidia kutoroka na siri kagundulika, angeweza kuadhibiwa vibaya sana au hata kuuawa. Lakini pia moyo wake ulikuwa unamuuma kuwaona wanawake wale wakiwa katika hali ile ya mateso. Nana aliendelea kulia kimya kimya huku mikono yake ikiwa imekunjwa kana kwamba anaomba rehema. Kaka tafadhali, alisema tena kwa sauti ndogo. Leo ukitusaidia hatutasahau wema wako maishani mwetu. Amanda naye alimsogelea kidogo zaidi huku akimshika mkono yule mlinzi kwa uoga. Tafadhali, alisema kwa upole. Fungua tu huu mlango tuondoke. Geti lile kubwa la chuma lilisimama kimya mbele yao. Upande wa pili kulikuwa na uhuru wao. Mlinzi aliendelea kuwatazama wanawake wale watatu kwa muda mfupi akiwa kimya. Machozi yao, hofu yao na sauti zao za kuomba zilikuwa zimegusa moyo wake. Ingawa alikuwa amepewa kazi ya kulinda geti hilo na kuhakikisha hakuna mtu anayetoroka, ndani ya moyo wake alianza kuhisi huruma kubwa. Hatimaye alivuta pumzi ndefu kisha akazungumza kwa sauti ya chini. Sawa, alisema taratibu. Nitawafungulia muondoke. Nana, Amanda na Doris waliinua macho yao kwa mshangao mkubwa. Hawakuamini maneno waliokuwa wameyasikia. Lakini kabla hawajafurahia sana, mlinzi aliendelea kusema kwa sauti ya tahadhari. Lakini msije mkatoa siri hii, alisema huku akiwaangalia kwa makini. Hata mkikamatwa msije kusema niliwafungulia geti. Maneno yake yalikuwa mazito sana. Nana alitikisa kichwa haraka. Sawa, alisema kwa sauti ya dhati. Hatutasema chochote. Amanda naye aliunga mkono mara moja. Ndiyo kaka, alisema. Hata tukikamatwa hatutasema kitu. Doris aliyekuwa ameshika tumbo lake, aliongeza kwa sauti ya upole. Tunakushukuru sana kaka yetu. Hatutasema chochote. Baada ya kusikia majibu yao, mlinzi aligeuka polepole na kusogea, kuelekea kwenye kufuri kubwa la chuma lililofunga geti lile la siri. Alitoa ufunguo mfukoni mwake na kuutazama kwa sekunde chache kana kwamba bado alikuwa anafikiria uamuzi wake. Halafu akaingiza ufunguo kwenye kufuri na kuanza kuuzungusha taratibu. Sauti ya kufuri kufunguka ilisikika taratibu katika ukimya wa eneo lile. Baada ya sekunde chache geti lilifunguka kidogo. Mlinzi aliwatazama tena wanawake wale watatu. Muondoke haraka, alisema. Lakini kabla hawajaanza kukimbia, aliwapa maelekezo muhimu. Msipitie upande wa msitu, aliwaambia kwa sauti ya tahadhari. Kuna walinzi wengi huko, mtakamatwa. Wanawake wale walimsikiliza kwa makini. Pitieni upande wa bahari, aliendelea kusema. Huko kuna nafasi kubwa ya kuweza kutoroka. Nana alitikisa kichwa kwa shukrani. Asante sana kaka, alisema kwa sauti iliyojaa furaha na mshangao. Mungu akubariki sana. Amanda naye alisema kwa haraka, asante sana kwa kutuonea huruma. Doris aliyekuwa amechoka sana aliongea kwa sauti ndogo, Mungu akulinde kaka. Bila kupoteza muda, walipita kwenye lile geti lililokuwa limefunguliwa na kuanza kukimbia. Walikuwa wanakimbia kwa haraka huku mioyo yao ikidunda kwa nguvu. Walijua kabisa kuwa kama wangechelewa hata kidogo, wangeweza kukamatwa tena. Baada ya kutoka mbali kidogo na kasri lile, waliifuata njia iliyokuwa inaelekea ufukweni kama walivyoelekezwa. Bahari ilikuwa tulivu sana siku hiyo. Mawimbi madogo yalikuwa yanagonga ufukwe kwa sauti ya taratibu. Fukwe zile zilikuwa kimya kabisa. Hakukuwa na watu wala boti karibu na eneo lile. Nana, Amanda na Doris waliendelea kukimbia kwa muda mrefu kando ya ufukwe ule. Baada ya muda walipunguza mwendo na kuanza kutembea kwa sababu walikuwa wamechoka sana. Walitembea kwa umbali mrefu huku miguu yao ikiwa inauma na miili yao ikiwa imechoka kutokana na kukimbia kwa muda mrefu. Jua lilianza kupanda juu angani na joto lilianza kuongezeka. Walipofika sehemu moja waliona mti mkubwa wa mnazi uliokuwa karibu na ufukwe. Kivuli chake kilikuwa kizuri na baridi kidogo. Nana alisimama na kusema kwa sauti ya kuchoka, hebu tukae hapa kidogo tupumzike. Amanda na Doris walikubaliana mara moja. Walikaa chini ya ule mti wa mnazi wakipumua kwa nguvu. Walikuwa wamechoka sana. Baada ya kukaa kwa dakika chache walikumbuka kuwa walikuwa wamebeba mikate na maji.
Amanda alitoa mikate ile waliochukua wakati wanatoka chumbani kwa Doris. "Hebu tule kidogo," alisema. Walikaa pale chini wakaanza kula mikate yao huku wakinywa maji kidogo kidogo. Chakula kile rahisi kilionekana kama chakula kitamu sana kwao kwa sababu walikuwa na njaa na walikuwa wamechoka. Baada ya kula walikaa kimya kwa muda wakipumzika. Lakini safari yao bado ilikuwa ndefu. Hatimaye waliinuka na kuanza kutembea tena kando ya ufukwe ule. Walitembea kwa muda mrefu sana. Mara kwa mara Doris alikuwa anasimama kwa sababu ya uchovu. Ujauzito wake ulikuwa unamfanya achoke haraka. "Tafadhali tusimame kidogo," Doris alisema mara moja huku akishika tumbo lake. Nana na Amanda walimsaidia kukaa chini. Walikaa kwa muda mfupi wakipumzika, kisha waliinuka tena na kuendelea na safari yao. Walitembea kwa muda mrefu sana kando ya ufukwe huku jua likiwa linaanza kupungua polepole angani. Safari yao ilikuwa ndefu na miguu yao ilikuwa imechoka, lakini ndani ya mioyo yao kulikuwa na tumaini jipya. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu walihisi kama kweli wanaweza kuishi maisha ya kawaida tena. Hatimaye jioni ilianza kuingia. Mwanga wa jua ulianza kuwa wa rangi ya machungwa huku anga likionekana zuri sana. Wakiwa wanaendelea kutembea waliona majengo machache kwa mbali na moshi wa kupikia ukipaa juu kutoka baadhi ya nyumba. Hapo ndipo waligundua kitu. Walikuwa wanakaribia kufika katika mji wa pwani. Nana alisimama ghafla na kutazama mbele kwa makini. Macho yake yalijaa mshangao na furaha kwa wakati mmoja. "Hatimaye tumefika karibu na mji," alisema kwa sauti ya furaha. Amanda na Doris waliinua macho yao na kuangalia upande ule ule. Kwa mbali waliweza kuona nyumba, miti na baadhi ya watu wakipita huku na kule. Walikuwa wamefika karibu na ustaarabu wa watu tena. Furaha kubwa iliwajaa mioyoni mwao. Nana alianza kufuta machozi yaliyokuwa yanamtoka polepole mashavuni mwake. "Hatimaye naenda kuiona familia yangu," alisema kwa sauti iliyojaa hisia. "Siwezi kuamini kama ni mimi nimetoka kwenye lile kasri la kifo." Amanda alitabasamu huku macho yake pia yakijaa machozi ya furaha. Doris naye alishika tumbo lake na kutabasamu kidogo licha ya uchovu aliokuwa nao. Wanawake wale watatu walikumbatiana kwa nguvu kwa furaha kubwa. Walikuwa wamepitia mateso mengi sana lakini bado walikuwa hai. "Tumefanya kazi kubwa sana," Amanda alisema huku akiwatazama wenzake. "Ni kweli," Doris aliongeza kwa sauti ya taratibu. "Mungu ametusaidia sana." Walikaa pale kwa muda mfupi wakifurahia uhuru wao na kupongezana kwa ujasiri waliokuwa nao mpaka kufika hatua ile. Lakini wakati bado wanafurahia, ghafla Nana alipata wazo. Alinyamaza kidogo kana kwamba anafikiria jambo muhimu sana. Kisha akasema kwa sauti ya utulivu, "Jamani," alisema. Amanda na Doris walimgeukia. "Kuna kitu nimekuwa nikifikiria." "Ni kitu gani?" Amanda aliuliza. Nana aliangalia upande wa mji ule kwa makini kisha akasema, "Tunakaribia kufika nyumbani. Lakini naona tungeenda kwanza polisi kutoa taarifa." Maneno yake yaliwashangaza kidogo wenzake. "Kutoa taarifa?" Doris aliuliza. "Ndiyo," Nana alisema kwa sauti yenye msisitizo. "Ili huyu kiumbe akamatwe apewe adhabu." Alinyamaza kidogo kisha akaendelea kusema, "Na pia tuwaokoe wanawake wenzetu waliobakia kwenye lile kasri." Maneno yake yalikuwa ya kweli sana. Ndani ya kasri lile bado kulikuwa na wanawake wengi waliokuwa wanaendelea kuteseka. Amanda alifikiria kwa muda mfupi kisha akatikisa kichwa kukubaliana. "Ni kweli," alisema. "Hatuwezi kuondoka tu na kuwaacha wengine wateseke pale." Doris naye alikubali mara moja. "Ndiyo," alisema huku akishika tumbo lake. "Lazima tutoe taarifa tuwaokoe wengine waliobakia." Walitazamana kwa sekunde chache wakikubaliana kimya kimya. Huo ulikuwa uamuzi mgumu lakini wa haki. Kwa hiyo waliamua kubadilisha mpango wao. Badala ya kila mmoja kwenda nyumbani kwao moja kwa moja, waliamua kwanza kupigania haki ya wanawake waliokuwa wamebaki katika lile kasri la kiumbe wa ajabu. Walitaka kila mtu apate uhuru kama wao. Kwa hiyo waliamua kwenda polisi kutoa taarifa ya kila kitu kilichokuwa kinaendelea katika kasri lile la kutisha. Baada ya kufanya uamuzi huo, waliinuka na kuanza kutembea kuelekea kwenye mji ule wa pwani. Barabara zilianza kuonekana kadri walivyokuwa wanaingia karibu na makazi ya watu. Watu wachache walikuwa wanapita huku na kule, lakini hakuna aliyewatilia shaka sana. Nana alikuwa mwenyeji wa mji ule. Alikuwa anaifahamu vizuri sana mitaa.
Kwa hiyo alianza kuwaongoza wenzake kwa kujiamini kupitia mitaa mbalimbali ya mji ule. "Twende huku," alisema mara kwa mara huku akionyesha njia. Amanda na Doris walimfuata kwa karibu. Walipita kwenye barabara kadhaa, wakapita karibu na maduka madogo na nyumba za watu. Hatimaye baada ya muda mfupi waliona jengo kubwa lililokuwa na uzio na bendera ikipepea mbele yake. Hicho kilikuwa ni kituo cha polisi. Nana alisimama na kusema kwa sauti ya uhakika, "Hapa ndipo kituo cha polisi." Amanda na Doris waliangalia jengo lile kwa makini. Walikuwa wamechoka sana, lakini walihisi matumaini mapya. Nana, Amanda na Doris walitembea polepole mpaka wakafika ndani ya kituo cha polisi. Walikuwa wamechoka sana kutokana na safari ndefu walioifanya kwa kutembea. Miguu yao ilikuwa inauma na miili yao ilikuwa imejaa uchovu, lakini bado walijikaza kwa sababu walijua walikuwa wamefika mahali pa msaada. Kituo kile kilikuwa kikubwa sana. Kulikuwa na vyumba vingi na meza kadhaa zilizopangwa ndani. Ukuta ulikuwa na picha na mabango mbalimbali ya serikali. Hali ya ndani ilikuwa tulivu. Walipoingia ndani waliona askari wawili. Mmoja alikuwa mwanamke na mwingine alikuwa mwanaume. Wote walikuwa wamevaa sare zao safi za polisi na walionekana nadhifu sana. Askari wale waliwaangalia wanawake wale watatu waliokuwa wamechoka sana na kuonekana kama wametoka safari ndefu. "Karibuni," alisema yule askari wa kike kwa upole. Nana, Amanda na Doris waliingia ndani zaidi na kukaa kwenye viti vilivyokuwa karibu na meza. Askari wale walionekana wakarimu sana. Yule askari wa kiume aliwaletea maji ya kunywa. "Kunyweni maji kwanza mpumzike kidogo," alisema kwa sauti ya utulivu. Wanawake wale watatu walichukua maji na kunywa kwa haraka kidogo, kwa sababu walikuwa na kiu sana baada ya safari yao ndefu. Baada ya kunywa maji kidogo walihisi nafuu kidogo. Kisha askari wale wawili walikaa mbele yao tayari kusikiliza walichokuwa wanataka kusema. Askari wa kike alichukua daftari na kalamu. Askari wa kiume naye alikaa pembeni akitazama kwa makini. "Sasa tuambieni tatizo lenu," askari wa kike alisema. Nana alianza kuzungumza polepole. Alianza kuelezea kila kitu kilichokuwa kinaendelea katika lile kasri la kiumbe wa ajabu. Aliwaelezea jinsi wanawake walivyokuwa wanaishi katika mateso makubwa ndani ya kasri lile. Askari wale wawili walikuwa wanamsikiliza kwa makini sana huku wanaandika maelezo katika daftari. Amanda naye alianza kuelezea baadhi ya mambo aliyoyaona. Alielezea jinsi wanawake walivyokuwa wanaishi kwa hofu kila siku. Wakati maelezo yanaendelea, askari wa kike alinyanyua kichwa na kuuliza swali. "Umesema anakula nyama za watu?" aliuliza kwa mshangao kidogo. Nana alitikisa kichwa kukubali. "Ndiyo," alisema kwa sauti ya uhakika. Kisha akaendelea kusema, "Anaoa wanawake na kuwapa mimba, kisha wakijifungua anakula wale watoto." Maneno yale yalifanya askari wale waangalie kwa mshangao, lakini bado waliendelea kuandika maelezo yao. Amanda naye akaongezea maelezo. "Na mtu akifanya kosa au akikamatwa anajaribu kutoroka anachinjwa," alisema kwa sauti ya huzuni. Kisha akaendelea kusema, "Baada ya kuchinjwa yule kiumbe anakula nyama yake." Ndani ya chumba kile kukawa kimya kwa sekunde chache. Askari wale wawili waliendelea kuandika maelezo yao kwa umakini. Doris ambaye alikuwa amekaa pembeni alikuwa kimya muda mwingi. Lakini ghafla alianza kulia. Machozi yalianza kumtoka polepole. Kisha akasema kwa sauti iliyojaa maumivu makubwa, "Mimi, hii ni mimba yangu ya pili." Aliweka mkono juu ya tumbo lake huku machozi yakimtoka. "Mtoto wangu wa kwanza aliliwa nyama mbele ya macho yangu." Maneno yale yalikuwa mazito sana. Doris alianza kulia kwa uchungu. Nana alimsogelea karibu na kumshika mkono kwa upole akimfariji. "Pole sana Doris," alisema kwa sauti ya taratibu. Amanda naye alikuwa kimya akimtazama kwa huzuni. Askari wale wawili waliendelea kuangalia huku wanaandika maelezo yao. Walikuwa wanauliza maswali kadhaa ili kupata maelezo zaidi kuhusu kila kitu kilichokuwa kinaendelea katika kasri lile la kutisha. "Kasri hilo liko wapi?" askari wa kiume aliuliza. Nana alianza kuelezea mahali lilipo na jinsi walivyokuwa wanaishi ndani yake. Mazungumzo yale yaliendelea kwa muda huku askari wale wakichukua maelezo kwa makini sana. Baada ya muda kidogo, askari wa kike alisimama kutoka kwenye kiti chake. "Samahanini kidogo," alisema. Kisha akaongeza, "Naenda uwani kidogo."
Alisema hivyo kisha akaanza kutembea kuelekea nje ya chumba. Nana, Amanda na Doris walimtazama akiondoka. Sasa walibaki ndani ya chumba kile pamoja na askari wa kiume. Mahojiano yaliendelea huku askari wa kiume akiendelea kuuliza maswali na kuandika maelezo katika daftari lake. Wanawake wale watatu waliendelea kuelezea kila kitu walichokuwa wamepitia katika kasri lile la kiumbe wa ajabu. Baada ya dakika chache kupita wakiwa bado wanaendelea kuhojiwa, ghafla Doris alihisi kubanwa sana na haja ndogo. Tangu walipotoka kwenye lile kasri la kutisha walikuwa wamepitia safari ndefu, na mwili wake uliokuwa na ujauzito ulikuwa umechoka sana. Doris aligeuka kidogo kumtazama askari yule wa kiume aliyekuwa anaandika maelezo yao kwenye daftari. "Samahani afande, naweza kwenda uwani mara moja?" Doris aliuliza kwa sauti ya heshima huku akishika tumbo lake. Askari yule alinyanyua macho yake kutoka kwenye daftari kisha akamtazama Doris kwa sekunde chache. "Ndiyo, unaweza," alijibu kwa utulivu. Kisha akanyanyua mkono wake na kumwelekeza upande wa nyuma ya jengo. "Choo kiko nyuma kule, pitia ule mlango halafu utaona njia ya kwenda uwani." "Asante afande," Doris alisema kwa upole. Alisimama polepole kutoka kwenye kiti chake. Akahisi miguu yake imechoka lakini alijikaza. Kisha akaanza kutembea kuelekea upande ule aliokuwa ameoneshwa. Nana na Amanda walimtazama kwa macho ya huruma. Walijua Doris alikuwa anapitia hali ngumu sana kutokana na ujauzito wake. Doris alitembea kwenye korido la kituo cha polisi mpaka akafika nje ya jengo. Uwanja ule ulikuwa tulivu sana, kulikuwa na miti michache pembeni na jengo la choo lililokuwa nyuma kidogo ya kituo. Alisogea haraka ndani ya choo na kujisaidia kwa utulivu. Baada ya kumaliza, Doris alisimama na kuanza kutoka nje ya choo. Lakini wakati anafika mlangoni, ghafla alisikia sauti ya mtu akiongea kwa sauti ya chini nyuma ya jengo la choo. Mwanzoni alifikiri labda ni mtu mwingine tu anayepiga simu kawaida. Lakini sauti ile ilimfanya asimame kidogo. Alisogea polepole karibu zaidi ili asikie vizuri. Alipochungulia kidogo upande wa nyuma ya choo, macho yake yalipanuka kwa mshangao mkubwa. Alimuona yule askari wa kike aliyekuwa nao ndani ya kituo. Askari yule alikuwa amesimama pembeni kidogo akiwa ameshika simu yake sikioni na akiongea kwa sauti ya chini kana kwamba hataki mtu mwingine asikie. Doris alijificha kidogo ukutani na kuanza kusikiliza. Maneno aliyokuwa akiyasikia yalimfanya moyo wake uanze kudunda kwa nguvu sana. "Halo bosi, mbona nakupigia simu sana hupokei?" Askari yule wa kike alisema kwa sauti ya haraka. Doris alihisi baridi ikipita mgongoni mwake. Askari yule aliendelea kuongea. "Kuna wanawake watatu wamekuja hapa kituoni kukushitaki, wametoroka huko kwenye kasri." Doris alihisi miguu yake kama imelegea. Akazidi kusikiliza kwa makini. "Mmoja ni mjamzito," askari yule aliendelea kusema. Kisha akanyamaza kidogo kana kwamba alikuwa anasikiliza upande wa pili wa simu. Baada ya sekunde chache akaendelea tena kuongea. "Chukua gari haraka uje uwafate. Tuko tunawahoji hapa na afande Chris, fanya haraka, tuma walinzi wako waje hapa kituoni mkuu." Maneno yale yalipomfikia Doris, alibaki amesimama pale kama mtu aliyepigwa na radi. Mdomo wake ulifunguka kidogo kwa mshangao. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi sana. Akili yake ilianza kufikiria haraka. Anawasiliana na yule kiumbe. Doris alinong'ona taratibu. Alijikuta akitetemeka kidogo. "Polisi na yule kiumbe wanafanya kazi pamoja," alisema kwa sauti ya chini huku akihisi hofu kubwa moyoni. Doris alipigwa na butwaa kabisa. Kwa dakika ile moja alishindwa hata kufikiria nini cha kufanya. Akili yake ilikuwa imechanganyikiwa. Walikuwa wamekimbia kwa shida sana kutoka kwenye lile kasri la kifo wakiamini kuwa polisi wangewasaidia, lakini sasa aligundua kuwa hata hapa hawakuwa salama. Kiumbe yule wa ajabu angeweza kuja muda wowote. Na kama angefika hapo, walikuwa wanachukuliwa tena. Na safari hii huenda wasipate nafasi ya kutoroka. Doris alimeza mate kwa woga. Lakini ghafla akili yake ilianza kufanya kazi haraka sana. "Hapana, lazima nifanye kitu," alijisemea moyoni. Alijitahidi kutulia na kupumua polepole ili asionekane kuwa na wasiwasi. Kisha akageuka polepole na kuanza kutembea kurudi ndani ya kituo cha polisi, kana kwamba hakuna kitu kilichotokea. Alipofika kwenye chumba walichokuwa wanahojiwa, alimkuta askari yule wa kiume bado amekaa kwenye kiti chake akiandika maelezo. Nana na Amanda walikuwa bado wamekaa pale wakimsubiri Doris arudi.
Doris alitembea polepole mpaka akafika karibu nao. Alikaa kwenye kiti chake kwa utulivu kana kwamba hakuna jambo lolote baya lililotokea. Kisha akamtazama askari yule wa kiume. "Samahani afande," Doris alisema kwa sauti ya kawaida. Askari yule alinyanyua macho yake kumtazama. "Ndiyo." Doris alijitahidi sana kuficha hofu iliyokuwa ndani ya moyo wake. Kisha akasema kwa utulivu kabisa, "Yule dada afande mwenzio ameomba nikuite, ana shida na wewe mara moja." Askari yule alikunja kidogo nyusi zake. "Yuko wapi?" "Yuko kule nyuma ya choo, amesema nikuletee taarifa haraka, anakusubiri," Doris alijibu kwa utaratibu bila kuonyesha wasiwasi wowote. Nana na Amanda walimtazama Doris kwa mshangao kidogo, lakini hawakusema kitu. Askari yule wa kiume alisimama polepole kutoka kwenye kiti chake. "Sawa, ngoja nikamuone." Alifunga daftari lake na kuanza kuelekea upande wa nyuma ya kituo. Doris alimfuatilia kwa macho mpaka alipotea kwenye mlango. Ndani ya moyo wake kulikuwa na hofu kubwa sana. Lakini alijua kitu kimoja. Walikuwa kwenye hatari kubwa kuliko walivyodhani. Na muda wao ulikuwa unahesabika. Doris alibaki amekaa kimya kwa sekunde chache akihakikisha kuwa kweli ameondoka mbali na chumba kile. Mlango ulipofungwa tu, Doris aligeuka haraka kumtazama Nana na Amanda. Uso wake ulikuwa umejaa hofu na wasiwasi mkubwa. Kwa sauti ya chini lakini ya haraka alisema, tuondokeni haraka." Nana na Amanda walimkodolea macho kwa mshangao. "Doris, kuna nini?" Nana aliuliza. Lakini Doris hakutaka kupoteza hata sekunde moja. "Hawa polisi ni washenzi. Wanampigia simu yule kiumbe aje atukamate," Doris alisema kwa haraka huku macho yake yakizunguka kuangalia kama kuna mtu anawasikia. Maneno yale yaliwapiga Nana na Amanda kama radi. "Unasemaje?" Amanda aliuliza kwa mshangao mkubwa. "Baadaye nitawaeleza, lakini sasa hivi tuondokeni haraka kabla hawajarudi." Bila kusubiri zaidi, wote watatu waliinuka haraka kutoka kwenye viti. Walitembea kwa haraka kuelekea mlangoni kisha wakatoka kimya kimya. Bahati nzuri hakukuwa na askari mwingine karibu na korido lile. Walipofika nje ya kituo cha polisi, walitazamana kwa sekunde moja. Kisha wote kwa pamoja walianza kukimbia. Usiku ulikuwa tayari umeingia. Barabara za mji ule wa pwani zilikuwa na taa chache za barabarani zilizotoa mwanga hafifu. Walikuwa wanakimbia kwa nguvu huku mioyo yao ikidunda kwa kasi. Baada ya kukimbia kwa muda mfupi, Doris alianza kupumua kwa nguvu kutokana na uchovu na ujauzito wake. "Tusimame kidogo," alisema kwa sauti ya kupumua kwa nguvu. Walipunguza mwendo kisha wakasimama pembeni ya barabara iliyokuwa tulivu. Doris aliweka mkono wake tumboni kisha akapumua kwa nguvu mara kadhaa. Nana alimshika begani. "Doris, sasa tuambie nini kinaendelea?" Doris aliinua macho yake kuwatazama wenzake. "Nilipoenda chooni," alianza kusema huku sauti yake ikitetemeka kidogo. "Nilimsikia yule askari wa kike anaongea kwenye simu kwa kujificha." Amanda na Nana walimsikiliza kwa makini sana. Alikuwa anasema kuna wanawake watatu wametoroka kutoka kwenye kasri. Amanda alishika mdomo wake kwa mshangao. Doris aliendelea. "Alisema mmoja wao ni mjamzito, halafu akasema njoo uwachukue haraka, tuko tunawahoji hapa kituoni." Maneno yale yaliwaacha Nana na Amanda wakiwa wamesimama kimya kabisa kwa mshangao. Ina maana polisi wanashirikiana na yule kiumbe wa kutisha?" Nana alisema kwa mshangao mkubwa. Doris alitikisa kichwa polepole. Ndio maana nilikuja kumtoa yule askari wa kiume pale ili tupate nafasi ya kukimbia." Amanda alishika kichwa chake kwa mikono miwili. "Sasa tutafanyaje?" aliuliza kwa sauti ya wasiwasi. "Tukikimbilia polisi wanatukamata, tukirudi nyumbani anaweza kutupata, tutakimbilia wapi? Tutajificha wapi?" Wote watatu walibaki wamesimama pale kimya wakijaribu kufikiria nini cha kufanya. Lakini ghafla, kutoka mbali kidogo walisikia sauti kali za ving'ora vya magari ya polisi. Wote watatu waliinua vichwa vyao kwa wakati mmoja. Woga ulijaa kwenye nyuso zao. Ving'ora vile vilikuwa vinakaribia haraka sana. Baada ya sekunde chache, mwanga wa taa za gari ulionekana ukigeuka kwenye barabara waliokuwa karibu nayo. Ndani ya gari la polisi, askari mmoja alipiga kelele kwa sauti kubwa. "Hawa huku! Wapo huku!" Doris, Nana na Amanda hawakusubiri hata sekunde moja. "Kimbieni!" Nana alipiga kelele.
Walianza kukimbia kwa nguvu kadri walivyoweza. Miguu yao iligonga barabara kwa kasi, huku mioyo yao ikidunda kwa hofu. Magari ya polisi yalikuwa nyuma yao yakija kwa kasi, huku ving'ora vikilia. Tutaendelea hivi mpaka lini? Amanda alisema huku akikimbia kwa nguvu. Lakini Nana alionekana kufikiria haraka sana. Kwa kuwa alikuwa mwenyeji wa mji ule wa pwani, alizijua vizuri njia za mtaani. Aligeuka kidogo nyuma kuhakikisha wenzake bado wanamfuata. Kujeni huku, Nana alisema kwa haraka. Aliwaongoza kuingia kwenye mtaa mwembamba uliokuwa kati ya nyumba za watu. Magari ya polisi yalipofika kwenye kona ile, yalishindwa kuingia kwenye njia ile nyembamba. Lakini askari waliokuwa ndani ya gari walipiga kelele. Wameshuka kwenye ule mtaa. Shukeni wafate kwa miguu. Lakini wakati askari wanashuka kwenye gari, Nana tayari alikuwa amewaongoza wenzake kupita njia nyingine nyembamba zaidi iliyokuwa kama vichochoro vya mtaa. Walikuwa wanapita katikati ya nyumba ndogo ndogo, wakigeuka kona moja baada ya nyingine. Doris alikuwa anapumua kwa nguvu sana, lakini alijikaza kuendelea kukimbia. Tuko karibu kufika sehemu salama, Nana alisema huku akikimbia. Amanda alimwangalia kwa matumaini kidogo. Una uhakika? Nana alitikisa kichwa. Nazijua njia hizi, magari ya polisi hayawezi kupita huku. Waligeuka tena kona nyingine na kuingia kwenye njia nyembamba zaidi iliyokuwa na giza. Nyuma yao sauti za askari zilikuwa bado zinasikika kwa mbali, lakini polepole zilianza kupotea. Usiku ulikuwa mzito na tulivu, lakini ndani ya mitaa ile ya giza kulikuwa na hofu kubwa mioyoni mwa wanawake wale watatu. Nana, Amanda na Doris bado walikuwa wanakimbia kupitia vichochoro vya mtaa ule. Miguu yao ilikuwa imechoka sana, pumzi zilikuwa zinawapanda na mioyo yao ilikuwa inapiga kwa kasi kutokana na hofu na uchovu. Walikuwa wamekimbia kwa muda mrefu sana. Hatimaye Doris alisimama kidogo na kushika tumbo lake kwa mkono mmoja huku akipumua kwa nguvu. Jamani, tunaenda wapi? Doris aliuliza kwa sauti ya uchovu. Alionekana kuwa hoi kabisa. Nimechoka sana na tumbo langu linauma, alisema huku akionekana karibu kulia. Nana alisimama na kugeuka kumtazama. Alijua Doris alikuwa mjamzito na kukimbia vile kwa muda mrefu kulikuwa kunamuumiza sana. Amanda naye alipumua kwa nguvu, akijaribu kurejesha pumzi. Sisi hata hatujui pa kwenda, Amanda alisema kwa sauti ya wasiwasi. Nana alikaa kimya kwa sekunde chache akifikiria. Kisha ghafla akasema, twendeni nyumbani kwetu. Amanda alimwangalia kwa mshangao kidogo. Nyumbani kwenu? Nana alitikisa kichwa. Ndiyo, sio mbali na hapa. Tukifika huko tutapata mahali pa kupumzika na kufikiria hatua inayofuata. Doris alitikisa kichwa polepole. Sawa, lakini tafadhali twendeni polepole kidogo, siwezi tena kukimbia sana. Hivyo walianza kutembea kwa haraka badala ya kukimbia. Walipita kwenye njia za vichochoro vyenye giza, wakijaribu kuepuka barabara kubwa ambako wangeweza kuonekana kirahisi. Mji ule wa pwani haukuwa tulivu tena kama ulivyokuwa mwanzo. Msako mkubwa ulikuwa umeanza. Askari wa polisi pamoja na walinzi wa yule kiumbe wa kutisha walikuwa wametapakaa kila kona ya mji ule. Magari yalikuwa yanazunguka huku na kule yakipiga ving'ora. Askari walikuwa wanazungumza kwa redio wakipeana maelekezo. Angalieni upande wa bandari. Mtakapowaona wakamateni mara moja. Lakini Nana aliijua vizuri sana mitaa ile. Aliwaongoza wenzake kupita njia ndogo ndogo ambazo askari wengi hawakuwa wanazijua. Baada ya kutembea kwa muda mrefu kwenye giza la usiku, hatimaye walifika kwenye nyumba moja ndogo ya kisasa iliyokuwa mwisho wa mtaa tulivu. Nana alisimama mbele ya mlango. Tumefika, alisema kwa sauti ya polepole. Alisogea mbele na kugonga mlango. Ndani kulikuwa kimya kwa sekunde kadhaa. Kisha hatua za mtu zilianza kusikika zikisogea kuelekea mlangoni. Mlango ulifunguliwa polepole. Mvulana mdogo alisimama mlangoni akiwaangalia. Macho yake yalipanuka kwa mshangao. Dada, alikuwa ni Baraka, mdogo wake Nana. Dada, umerudi? Kabla hajamaliza hata kusema, Nana alimkumbatia mdogo wake kwa nguvu sana. Machozi ya furaha yalitiririka mashavuni mwake. Baraka naye alimkumbatia dada yake kwa furaha kubwa. Dada, tulifikiri hautarudi tena. Ndani ya nyumba wazazi wao walikuwa wamesikia sauti zile. Walitoka haraka sebuleni.
Mama yake Nana alipofika mlangoni na kumwona binti yake, alibaki amesimama kwa mshangao. "Nana," alisema kwa sauti ya kutokuamini. Dakika iliyofuata alimkimbilia binti yake na kumkumbatia kwa nguvu sana. "Nana mwanangu." Ndani ya nyumba ile furaha ilichanganyika na mshangao mkubwa. Walimkaribisha Nana pamoja na Amanda na Doris ndani ya nyumba. Lakini walishangaa sana kumwona Nana akiwa katika hali ile ya uchovu, nguo zake zikiwa zimechafuka, na akiwa ameambatana na wanawake wawili wasiowajua. Zaidi walishangaa kumwona Doris akiwa na mimba kubwa. Wote walikaa sebuleni. Baada ya kunywa maji kidogo na kupumzika, Nana alianza kusimulia kila kitu. Aliwaeleza wazazi wake jinsi alivyoishi kwenye kasri la yule kiumbe wa ajabu. Aliwaeleza mateso waliokuwa wanapitia wanawake ndani ya kasri lile. Aliwaeleza jinsi wanawake walivyokuwa wanaozeshwa kwa nguvu, wakipewa mimba na watoto wao kuliwa. Amanda na Doris walikuwa wanalia kimya kimya wakati Nana anasimulia. Mama yake Nana alishika mdomo wake kwa mshangao. Machozi alianza kumtoka. "Umesema anakula watoto wachanga?" aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Nana alitikisa kichwa polepole. Doris alilia kwa uchungu. "Mimi mtoto wangu wa kwanza aliliwa mbele ya macho yangu." Chumba kizima kilijaa huzuni nzito. Mama yake Nana alianza kulia kwa uchungu. "Pole sana binti yangu." Alimkumbatia Nana kwa nguvu. "Tusamehe sisi wazazi wako, madeni yetu ndiyo yaliyosababisha ukaenda kupitia mateso yote haya." Baba yake Nana naye aliwasogelea. Aliwakumbatia mke wake na binti yake kwa pamoja. Ndani ya nyumba ile kilio kilisikika kwa huzuni kubwa. Lakini ghafla, kutoka nje ya nyumba ilisikika sauti kali ya ving'ora vya polisi. Wote waliinua vichwa vyao kwa wakati mmoja. Ving'ora vile vilisimama moja kwa moja nje ya nyumba yao. Nje kulisikika sauti za watu wakishuka kwenye magari. Kisha sauti nzito na ya kutisha ilisikika ikiongea, "Watakuwa wako hapa." Ilikuwa ni sauti ya yule kiumbe wa kutisha. Ndani ya nyumba kila mtu alishikwa na hofu. Dakika iliyofuata, ngoo, ngoo, ngoo. Mlango ulianza kugongwa kwa nguvu kubwa. "Fungueni mlango!" Sauti ya askari ilisikika kwa ukali. Kupitia dirishani waliweza kuona mwanga wa taa nyingi za magari. Polisi pamoja na walinzi wa yule kiumbe walikuwa wameizunguka nyumba ile pande zote. Hakukuwa na njia ya kutoroka. Ndani ya nyumba kila mtu alikuwa amesimama kimya kwa hofu. Na mlango uliendelea kugongwa kwa nguvu zaidi. Ndugu mtazamaji, huu ndio mwisho wa sehemu ya 6. Polisi wameizunguka nyumba ya familia ya Nana. Walinzi wa kiumbe wamefika. Na yule kiumbe wa kutisha yupo pale nje. Ana hasira. Na anataka wanawake wale warudishwe kwenye kasri. Swali kubwa linaanza hapa. Je, Nana, Amanda na Doris watafanikiwa kutoroka tena? Je, familia ya Nana itakuwa salama baada ya kuwakaribisha ndani ya nyumba yao? Je, Doris ataweza kumlinda mtoto wake aliye tumboni? Na je, siri ya lile kasri la kifo itaweza kufichuliwa duniani? Au nguvu ya yule kiumbe na washirika wake itaendelea kutawala kila mahali? Vita bado haijaanza kikamilifu. Na siri kubwa za kasri bado hazijafichuliwa. Hii ilikuwa ni sehemu ya 6. Lakini hadithi inaendelea. Katika sehemu ya 7, ukweli zaidi utaanza kufichuka. Kwa heri, tukutane sehemu ya 7.